Of course, karibu kwenye Kabrasha ambayo inaletwa kwako kwa udhamini mkubwa wa Kwani Musa kutoka hapa Ngome ya Yesu. Episode nyingine tena tumekutana hapa kwa ajili ya kuweza kushare experience na vitu tofauti tofauti kupitia kwa mwanadada ambaye tunaweza kumuita ni malikia wa nguvu, ama ni dada ambaye ameamua kuonyesha utofauti kutokana na vile watu ambao wakidhania kwamba jambo hili hawezi kufanya mwanamke ila anaweza kufanya mwanaume. Karibu sana Samsa Sali, karibu sana dada Manka. Asante. Tuko poa. Tuko vizuri Tuko vyedi. Hivi Manka ni jina halisi la kwenye kitambulisho cha kuzaliwa, cha uraia, ama Manka ni jina la nyumbani? Manka ni jina la nyumbani. Ai, Mungu wangu. Jina la mida lipi? Jina halisi ni Happy Mushi. Okay. Hilo sasa ndio jina tunatakuwa tukuite sasa. Happy nani? Mushi. Happy Mushi. Yeah. Karibu sana Happy Mushi. Asante. Karibu sana Manka. Asante. Manka, wewe ni malikia wa nguvu kwa sababu umeonyesha utofauti kwa wanawake wengine. Hivi tuambie, ulianza lini kuendesha bajaji? Yaani kwako ikawa kama kazi rasmi. Nakumbuka 2019 Ndio. nilijifunza kwanza. Nilijifunza, nilivyojua moja kwa moja nikaingia, ikawa ni kazi moja kwa moja. Ilikuwa ni bajaji ya kwako ulipiga dewaka kwa mtu? Kipindi najifunza sikuwa na bajaji na wala sikuwa na labda hata kwamba bosi kanipa bajaji, hapana. Kwa hiyo nilijiunga na kijiwe cha waendesha bajaji. Nilivyojiunga nikawaomba wanifundishe. Kwanza Manka, taratibu, unaenda haraka sana. Yaani hiyo akili ya kutoka nyumbani kwako mpaka kwenda kijiweni mpaka kuomba kufundishwa, hayo mawazo ulikuwa umelala? Nini kilipelekea kuingia kwenye bajaji? Asante. Na sio kushona na sio kusuka? Okay. Kabla sija dereva bajaji nilikuwa nimeajiriwa. Okay. Sasa unajua kampuni za watu. Ndio. Kuna kupanda na kushuka. Kabisa. Kwa hiyo na kushuka ni kwaga speed. Kwa hiyo walipunguza wafanyakazi wengi sana. Na unajua nchi yetu kupata tena kazi sio kazi rahisi. Kabisa. Lakini nilikaa kwanza nikafikiria nini naweza nikakifanya. Nikawaza, nikaona mbona kama kwenye bajaji, kwa sababu kwanza niwaza bajaji ni kazi ya kiume, sio kazi ya mwanamke. Ndio. Kwa sisi. Kwa mtazamo. Sawa. Kwa hiyo nikahisi nikifanya bajaji naweza nikapata support kubwa kuliko nikifanya kazi za wadada. Kwa hiyo na mimi nikaenda moja kwa moja, nilikuwa nina viakiba vyangu. Nikaenda kujiunga kwenye video. Kujiunga kwenye hivi video vya bajaji bodaboda ni unalipia ili uwe mwanachama. Sawa, Manka hapo. Kwa nini haikuwa bodaboda ikawa bajaji? Kwa nini haikuwa hivyo? Baiskeli. Yaani uliona pengine kwako usalama zaidi ni bajaji kuliko bodaboda, au uliona nakubaliana na wazo la kwamba kufanya kitu tofauti pengine kingekuwa kinamuitikia tofauti? Lakini kwa nini ulianza bajaji? Mimi bodaboda siwaamini. Watanisamee. Ndio. Maana wote ni wafanyakazi wenzangu. Mimi bodaboda kwa usalama, kiukweli mimi kwenye usalama naonaga bajaji. Hata itokea ajali, mpaka umefikia na wewe kuumia ni ajali kubwa. Kubwa sana. Kwa hiyo unaweza ikaumia chombo, lakini bodaboda mwili body. Alafu nikahisi bajaji ni kama gari. Kwa sababu pia mimi naendesha gari kabla sijajua kuendesha bajaji. Na hata nilivyojifunza nikajua kumbe kuna utofauti wa gari na bajaji. Okay. Japo zinafanana tu kwamba muundo ni hivyo. Okay. Sasa tuanzie story ulipoenda kwenye kijiwe cha watu wa bajaji. Kwanza ndio umeenda mwenyewe chwa. Ulipiga makeup hivi? Lip shine hivi kidogo? Mimi sio mtu wa makeup sana, mara chache. Pale kuna mtu ambaye alikuwa bodaboda, yeye kazi yake ananipeleka ofisini kila siku nikienda. Nikamfuata yeye. Nikamwambia mimi nataka nijifunze bajaji. Akaniambia ujifunze, yani unajua alinishangaa. Nikamwambia mimi niko serious. Akanikutanisha na dereva bajaji mmoja awe ananifundisha. Yule kaka alinifundisha siku 2. Siku ya kwa yani lisali moja 10,000 namlipa. Okay. Okay. Kwa hiyo tukafanya tulitumia masaa mawili, sikumbuki sana. Siku ya kwanza. Na siku ya pili akanifundisha. Baada ya hapo nikamwambia nataka nijiunge kijiweni. Akaniambia nitakukutanisha na mwenyekiti
Kwa mimi nikaenda mwenyekiti kidogo alikuwa ni mtu mzima. Akaniambia kweli binti yangu unajua bajaji? Nikamwambia mimi ndio najifunza. Akanipa utaratibu wa kujiunga na gharama za kulipia ili niwe mwanachama. Kwa mimi nikajiunga nikawa mwanachama kijiwe cha Goba. Ndio kijiwe changu cha kwanza, nikawa mwanachama pale Goba. Okay. Kwa nilivyokuwa mwanachama sina bajaji na nikalipia kwa sababu nilikuwa na hela, ngasema hapa akiba itaisha. So unajua tena huna kazi. Kwa nikalipa vile wanavyotakiwa kulipa sijui nini, nikalipa vyote. Kwa nikaa naenda kijiweni natulia kama kama madai waka. Kwa hiyo mtu akitoka na bajaji na abiria tunatoka wote. Akiwa anarudi ananifundisha nini wajibu wake kunifundisha. Afu yule mwenyekiti alikuwa mkali kwa hakikisha. Kwa hiyo nikajifunza bajaji zote. Yaani bahati niliyopata mimi ni kwamba nilijifunza bajaji yani mpya ya saizi ya kawaida, chakavu sana, bajaji za kupiga kiki, yani zote nikaa nagusa. Kwa hiyo kila bajaji nagusa pale kijiweni. Manga tafadhali. Bajaji zina tofauti kwa sababu wengine wanashega hapa, wengine wananyanyua mguu, zina tofauti au bajaji ni bajaji? Nyingine chwa. TVS zote zinafanana. Sema utofauti ni kwamba unakuta nyingine hata starter ile imeshaharibika, hajatengeneza. Kwa hiyo lazima anapiga kiki. Kwa hiyo bajaji unaweza kuwasha sehemu mbili kwa hizi TVS. Kwa hiyo kuna hizi zingine zinapishana kidogo, sijui pia gio zinapishana kidogo, sio sana. Yaani kama gari kuna staff gear na kuna gear za kuna kupush hivi. Hivyo. Okay. Baada ya pale Kachobo Dagani wewe kuanza kuwa na bajaji yako sasa kuingia barabarani. Kwanza hadi kujua bajaji nilichukua mwezi kwa sababu kuendesha sio shida. Shida ya bajaji balance. Hususan kwenye barabara za rough road. Rough road ukikaa vibaya wewe mwenyewe tu uko mwenyewe unadondoka. Inapenduka. Kama mshai kuona mnaweza kuta mtu kashikunja kona imedondoka. Kwa bajaji balance mimi nilitumia kama mwezi hivi. Na hisi mwezi. Lakini baada ya pale mtu kuniamini kunipa bajaji yake, sasa mimi ndio mfanyakazi wake. Shughuli ndio ilianzia hapo. Nilisota kama miezi 3-4 sina bajaji. Uko kijiweni hapo. Na ninaenda kijiweni kila siku. Yaani na attend kazini kama kawaida. Wenzangu waniunganishia, lakini kama vile wenzangu nao walikuwa yaani kama wananichukulia wanakuwa isolate yani, wanaweka pembeni yani kwamba lakini baadaye kwanza alikuwa anaona kama unajifanyisha hivi. Yaani baadaye ndio nikaja kugundua. Yaani tani na bajaji nini baadaye ndio story nini washaje. Nasema unajua sisi tulikuwa tunajua wewe ni usalama. Ndio. Umekuja kutuchunguza. Haiwezekani. Yaani hiyo mpaka kuna maaskari pia. Sasa hivi ni washikaji zangu wananiambia unajua mwanzo kipindi unaanza tukikuangalia hivi tukajua usalama, tulikuwa tuko makini na wewe yani tunakuchunguza lakini huingii kwenye 18. Lakini nilikuja nikapata kuna baba mmoja nikaenda kwake, tena nilipelekwa na mtu. Tena bajaji yake nilikana muda mrefu. Yaani yeye aliniuliza tu una leseni, nikamwambia ndio. Akasema naomba, akaingia ndani, akatoa kopi na photocopy ndani kwake. Akanipa funguo. Akanipa na hela ya mafuta hii ya kuanzia mwanangu. Mke wake alikuwepo? Ni yani ni mbaba kabisa, mtu mzima. Yaani ni babu. Kwa mke wake alipata mashaka. Na kwa mke wangu mimi afu ndio dereva bajaji. Hapana, wale walinitreat kama mtoto wao. Okay. Safi sana. Kwa hiyo na mimi nilijitahidi kutokana na uaminifu walionipa, niwe mwaminifu kwao, nisiwa disappoint kabisa. Waliniamini wakanipa, nikaondoka na bajaji. Ndio ukawa mwanzo wangu sasa safari yangu ya bajaji. Ulianzia pale kijiweni ama kwa kuwa yule mzee labda alikuwa anakaa sehemu nyingine nje ya Goba, ukabidi uende ukatafute kijiwe kingine ama ilikuwaje? Hapana. Nilivyochukua pale kumbuka ndio hapo ndio naanza sasa kazi. Kwa hiyo mimi naanza kazi rasmi. Kwa hiyo sina application. Kwa siku ilikuwa shilingi ngapi? Kwa kipindi kile lakini inategemeana. Unajua bajaji hazifanani. Kwa sababu mimi nilikuwa nafanya tunaita bea. Bea ni ile ya kusanya, yani kwamba kutoka Tangibovu kwenda Goba Bukubuku, siji kwenda Mbezi 2200 kurudi. Ile sisi tunaitaga bea. Nyinyi abiria mnaita sanya. Ndio. Sisi ni bea. Kwa mimi nilianza na bea. Nilikuwa napiga bea milima ya Goba. Kwa ile panda shuka yote na fresh. Ndio kazi yangu na ile ilinisaidia kwa sababu ile barabara inakuwa kona nyingi, matuta mengi. Kwa experience ikawa vizuri. Kwa hiyo ile sometime barabara inakuwa sijui mnapita barabara za shortcut kama mpakia wa 4 traffic asiwa. Kwa hiyo ile iliniimarisha sana. Okay. Na hiyo ilikuwezesha mpaka kuja kupata bajaji yako.
au kuna watu wengine wanaingia mkataba kwenye bajaji, yani kwamba endesha, ukinirudishia kiasi fulani bajaji inabaki kuwa ya kwako. Hiyo ilikuwaje kwa huyo mzee wa kwanza? Yule wa kwanza tulifanya tu hesabu ya kawaida. Kwa sababu pia na bajaji haikuwa mpya. Unajua dereva anapenda bajaji mpya ndio afanye mkataba. Kwa hiyo nilikaa nayo muda mrefu sana. Yote unapiga bea. Sana. Fanya bea. Kama miaka mingapi? Bea nimefanya muda mrefu. Kama miaka 3 hivi nafikiri. Nafanya bea. Lakini maisha yanaenda. Maisha yangu yanaenda vizuri. Nifanya hivyo. Baada ya hapo ndio nachukua bajaji ya mkataba sasa. Sawa. Nachukua bajaji ya mkataba ambao mnakubaliana. Sana ni miaka 2, ila kwa sasa hivi bajaji zimepanda bei. Kwa nahisi pia hata muda mkataba umeongezeka, na hesabu pia imeongezeka. Kwa hiyo ile njia ya Makongo Goba kutokea Masana kuja hivyo wanakufahamu vizuri sana. Yani, au ulikuja ukachange baadaye njia? Sija change njia, bado iko ila nilibadilisha system ya kufanya kazi. Kwa sababu sasa hivi sana nafanya Bolt. Sasa hivi nafanya Bolt request nyingi. Kwa hiyo kuniona niko busy. Kwa hiyo hawanioni sana. Ila ni washikaji zangu, nikiwa misi naenda tunapiga story, tunasalimiana. Ila ni mara chache sana kunikuta kijiweni, yani mara chache sana. Manka, kuna kasumba yani ya mwanamke mwenzako ambaye anakutazama kupitia Jehova Jire. Kuna ile kasumba kwamba mimi ni mwanamke au anakuangalia kupitia YouTube. Mimi ni mwanamke, nawezaje kufanya kazi ya bajaji? Hujawahi kukutana na wanawake wenzako akwambia, Happy, unafanyaje kazi ya bajaji? Wewe ni mwanamke, kwa nini usitafute tu kazi nyingine? Lakini mara nyingi tu kuna ule kuzodolewa, mtu mwingine yani kukuzungumza vibaya. Hiyo kwako haikupi shida? Kwenye upande wa bajaji tunasemaga wanawake watupendani. Lakini kwenye upande wa bajaji sijakutana na hiyo ya wanawake watupendani. Wanawake wengi wamekuwa wananisapoti, wananisifia. Wengine wanakuambia natamani kuwa kama wewe, lakini siwezi. Mwingine natamani sijui utaweza kunifundisha. Akitokea mtu anataka kufundishwa, mimi namconnect na wale ambao wamenifundisha mimi, kwa sababu sio kila dereva ana uwezo wa kumfundisha mtu. Mimi sina uwezo wa kumfundisha mtu. Ila siku nyingi kujua, nitakuunganisha na wale ambao walinifundisha mimi. Mtakubaliana, mtajifunza. Kwa mimi wanawake wamekuwa wananitia moyo, wananisupport. Kumfundisha mtu kwanza, wakati ushajua. Unajua bajaji unafundishwa na dereva bajaji. Alafu bajaji tofauti na gari pia. Unajua bajaji yani sio rahisi. Alafu pia mimi muda kiukweli, kwa sababu pia ndio nafanya Bolt, lakini pia nina abiria wangu wa pembeni na Bolt. Bado unakuta nina wanafunzi. Yani ratiba zangu zimebana. Bado nina kwaya, nina kanisani. Yani ratiba zangu mambo ni mengi. Mambo ni mengi sana. Manka, ndio. Unabebika, una bebi wako. Nataka niangalie muda wa bajaji, muda wa kwaya, muda wa baby. Mzee bwana, maswali yake mengine eti unabebika. Kwa hapo ni kujibu kubebika. Kama unabebika, nabebika. Anabebika. Manka, moja kati ya changamoto kubwa sana ambayo wanaume tulikuwa nao si ni wivu. Unaona? Na kuna wakati mwingine sio sababu ya msingi. Kuna wanaume ambao wamekataza wanawake kufanya kazi. Unajua moja kati ya vitu ambavyo wanaume hawajajipanga, nadhani wenyewe tu, ni kuamini kwamba mwanamke anaweza kufanya chochote na anaweza kujiheshimu katika mazingira yote. Anaweza asifanye kazi ya bajaji, akana kazi kuuza duka tu hapo na akapotea vile vile. Yaani akapata mchepuko wake. Unaona, wewe haikukusumbua pia sehemu ya kwanza kwa bibi wako, lakini pia na ndugu zako na washikaji zako ulifanya nao kazi. Wewe mwenyewe kwa sababu lakini unatanionaje? Wewe nini kilikupa courage? Mimi uwaga nikitaka kufanya jambo siangalii watu watanionaje. Ila kwenye hii kazi ya bajaji, watu ambao nahisi niliwapaga stress wazazi wangu. Kwa sababu sikuwashirikisha kabisa. Mimi wazazi wangu wanajua naendesha bajaji. Nimeenda nyumbani na bajaji, nimeendesha mpaka nyumbani. Hebu Manka tulia kwanza. Unanitingisha. Yaani umeondoka na bajaji kutoka hapa Dar.
Mimi wazazi wangu hawako mkoani. Wako hapa Dar. Mimi wazazi mimi kwetu ni Mabwepande Bunju. Ndio nyumbani kwa wazazi wangu. Picha linaanzia hapo sasa. Nikatoka na bajaji Goba mpaka Mabwepande. Unaendesha bajaji. Na ilikuwa siku ya Jumapili. Hujasahau. Najua baba yupo, mama yupo. Ndio. Na ulifanya makusudi lakini. Nilifanya kusudi. Mimi babangu ni dereva. Ni dereva, yeye kazi yake ni dereva professional. Sasa anaanza kuelewa Sam imetokea wapi. Twende. Udereva ulitokea? Udereva umetokea wapi kwake? Na mimi napenda udereva, of course udereva napenda. Kwa hiyo nikaenda na bajaji mpaka nyumbani. Mama nilishai kumwambia. Lakini alionyesha kuogopa, nikampotezea. Kwa hiyo sikumshirikishaga hicho kitu. Kwa hiyo nafika nyumbani na bajaji. Baba anakuja, hii bajaji nimeandika dada bajaji. Yaani mimi dada bajaji naanza bajaji. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Luka. Tunapiga story dada bajaji. Akasema hii dada bajaji kwa nini usifanye brand? Hapo bado sijajua. Mimi nikadaka lile neno. Pop. Kawaza. Kwa hiyo nilipopata tu bajaji, nikaandika dada bajaji nyuma. Yaani hiyo inajulikana kote. Kwa hiyo nafika baba, hii bajaji ya nani? Mama akaambia mwanao kaja nayo. Umetokea wapi Goba? Hakuonyesha. Mimi babangu apendi kukusifia. Yaani babangu hakusifii sana ili ujae kichwa. Kwa tukakaa pale. Najua jioni mzee lazima atatoka akapiga story na basi nikaa na vizia akiondoka mimi ndio niondoke. Kwa hiyo hakuondoka. Ila baadaye akatoka. Akaambia narudi ila muangalie kwa makini huyu akiondoka na hii bajaji kama alikuwa na hofu. Kweli mimi muda naondoka nikaondoka, mama akaniambia baba yako ana wasiwasi. Nikamwambia usijali nitafika salama. Kwa nikaondoka. Nafika Goba nampigia Maza. Nimeshafika. Sikumpigia, yeye ndo alinipigia. Saa 3 usiku. Ananiambia umefika? Nikamwambia nimefika salama. Babako alikuwa na wasiwasi. Kama utafika salama. Na ndio watu ambao nilikuwa nina wasiwasi nao wao kwa sababu walikuwa wanaogopa, lakini baadaye wakawa wananiamini, lakini wakawa hawapandi bajaji yangu. Yaani kwa hiyo mamangu alikujaga akaumwa, ashafariki sasa hivi. Pole sana. Asante. Alikujaga akaumwa siku hiyo, baba hayupo, hamna usafiri, anatakiwa peleke hospitali. Baba nikamchukua mama yako nyumbani. Kwa nikampakia, yani hapo ndio siku kasema. Na yeye baba siku akawa amerudi safari, mama kalazwa. Kaja hospitali moja kwa moja, hana usafiri. Muda tunaondoka nikamuuliza, nikupe lifti au utapanda daladala? Nikupe nini? Nimpe lifti au utapanda daladala? Twende tu unisogeze tu hapa. Unaona wasi wanapo. Twende tu nisogeze, yani kukwambia kwa na twende, twende tu nisogeze hapo na yani ile siku ndio mara ya kwanza akapanda, lakini mimi moyoni mwangu nasikia raha. Yuko na gazeti, yani yuko busy na gazeti mwanzo mwisho. Ila changamoto ambayo nilikuwa naona napitia ni yale masiara ya barabarani. Mchumba, baby nyuma yuko mdingi huko. Afu mdingi wa Kichaga sasa. Hatari. Sasa busy tu. Basi anaona anajikaza akafika salama. Baadaye akaja akanipigiaga. Mwanangu unaendesha vizuri, udereva wako uko vizuri. Alikwambia kabisa. Hapo ndo akafurahi sasa, akaanza kuniamini. Hivyo kwa hata saa nyingine akikuta ana usafiri, atanipigia mwanangu. Nataka hivi, nipeleke sehemu fulani hivyo. Basi, Wow. Unamwambiaje mtu ambaye kwa namna moja au nyingine anadharau, anaogopa, ana wasiwasi, na kuna wakati mwingine sio mwanamke pekee yake, hata hapo wanaume wengine ambao wanaona bajaji sio kazi, au bajaji ni kazi ya watu walioshindwa, anaona bajaji haina maisha. Kwa kuna mtu anaasha na kuzima TV ya babake nyumbani, anakaa miguu sebuleni, lakini anashindwa kujituma kwa namna moja ama nyingine. Kazi ya bajaji labda ngoja niongee, yani ngoja niseme hivi. Bajaji ni kazi ambayo kwa mimi naona ni kazi nzuri, ni kazi yenye kipato kikubwa kuliko hata aliyoko ofisini. Sema mimi sielewagi hawa madereva wengine ni kwa nini yani wanakuwa madereva wengi hawa wakaka ndio wanaosababisha hii kazi inaonekana ya hovyo. Lakini wapo ambao wanaendesha familia, maisha yao yanaenda kwa kazi ya bajaji kama sisi hapa wengine. Lakini ni kazi ambayo ina maslahi makubwa, ina pesa. Usiwe mvivu. Yaani bajaji ujue kuadamka.
asubuhi kwa sababu kazi inaanza asubuhi. Sawa. Ujue kufanya kazi jioni. Sawa. Ujue kusoma nyakati. Kwa sababu kama weekend usiku kuko busy. Yaani weekend asubuhi mpaka usiku. Hususan usiku kuko busy. Hizi siku za weekday, siku za kazi asubuhi mpaka na jioni, yani alafu ni kazi ambayo inaingiza kipato sana. Kuna mtu sema tufunguka bwana Mike. Wasaidie watu wa Jehova Jireh TV, wasaidie watu wa YouTube. Okay. Kipato kipo. Unaweza ukajiwekea labda malengo, labda mimi. Unajua tu malengo, fanya kazi kwa malengo. Kabisa. Mimi kwa siku nataka niingize labda 50,000 per day. Kuna siku unapata zaidi. Kabisa. Ya hizo 50,000. Unaweza kupiga hata kazi ya laki kwa siku moja. Lakini siku hazifanani. Kuna siku zinawezekana siku chache ukapata chini ya hiyo siku chache na maanisha. Lakini asilimia kubwa ni kazi ambayo uwezi sasa hivi unichukue sijui ukanilipe 300,000 kwa mwezi 400,000. Ukija kuhesabu na bajaji, wa bajaji ana kipato zaidi ya mara 10 pengine zaidi. Lakini ili kuifanya kazi yako iwe bora, kwanza penda unachokifanya. Yaani hakikisha unachokifanya unapenda, utaenjoy. Lakini pia ukifanya kazi jiwekee malengo. Kwamba na lengo fulani nahitaji kufanya hiki, napata hela kwa ajili ya 1 2 3. Shida ya wanaume wanafanya kazi inaonekana sio. Mtu akishapata 20,000 ana kidemu chake kamwaidi 10,000 hapo. Bajaji anampa dei waka anaenda kumaliza ile 20,000 30,000. Ikishaisha ndio anakuja tena anachukua bajaji, atafute tena hela nyingine akanywe. Haiwezi kuiona kazi kwa style. Ukiona hivyo bajaji lazima mchafu. Mimi mchafu. Asijui, labda ndo tunaniambia yani wewe unanionaje? Yani wewe unanionaje? Pengine mwenyewe kwa ajili ya interview. au inawezekana mtu kutoka hapo kaenda, yani lazima kuna watu wanaheshimu kazi zao. Aenda kazini kama ulivyosema, anavaa vizuri, ana malengo, ana lugha, kauli nzuri. Yani unajua mpaka wewe mwenyewe pia unajisikia kwamba mimi baada ya kutafuta mtu mwingine bajaji mimi nampiga tu maka. Nataka kwenda ofisini kwa sababu una vitu vingine vizuri sana kwenye wewe, ile discipline ikoje kwenye mavazi, lugha. Maana wengine wetu kutana nao unatembea kilomita 3 po umetoa nje mfano. Mimi au kuna wengine nisaidie kitanda ndio, yani bajaji ndio kitanda ndio nyumba. Wapo watu wa design hiyo sikatai, wapo na tuko nao. Lakini mimi hii ni ofisi yangu. Kwa hiyo ninaiheshimu kama ofisi. Kuwa dereva bajaji sio uwe mchafu. Unakuwa smart. Kwa sababu ukosi hela ya kusema ununue t-shirt. Nguo mbona zipo za mtumba unanunua nyingi tu unakuwa smart. Kwa hiyo kuwa dereva bajaji, kuwa dereva bodaboda haikufanyi uwe mchafu, unatakiwa kuwa smart. Kuna bajaji wa wapi wa mjini asilimia kubwa. Unaweza kujua mtu anafanya kazi TRA. Wako very smart, wamepiga kiatu chao fowengo sijui vinaitwa sijui vya kiume, suruali yake ya kitambaa, shati lake la plain unakuta kavaa saa nyingine blue, mwingine hadi suti kabisa lake kipindi cha baridi, koti lake zuri safi, bajaji safi, yani yuko hivyo. Lakini kuna wale wenzangu na mimi wengine kweli wanatia aibu, wanaibisha kazi. Lakini kuwa dereva bajaji haikufanyi kuwa mchafu. Manka, wewe kwa nini unapenda kufanya kazi usiku? Manka unapenda kufanya kazi usiku anaanzia. Kwa nini unapenda kufanya kazi usiku? Mimi nafanya kazi muda wote. Manka uogopi? Happiness. Haya tuanze. Okay. Mimi nafanya kazi muda wote. Nafanya kazi asubuhi, nafanya kazi mchana, nafanya kazi usiku. Ila weekend Manka acha uongo. Kuna pepo na kuna Jeana. Manka watu wanakutazama hapa. Manka. Yeye mwenyewe anacheka. Somo anacheka. Sasa pekee yeye ndio atoa maelezo sasa. Haya sawa. Sasa maelezo. Twende. Wewe unakutanaga na mimi weekend. Usiku. Ndio. Lakini weekend unaweza watu kufanya usiku. Au Jumanne ufanye usiku. Yaani weekend mimi napenda kufanya usiku kwa sababu zifuatazo. Weekend watu wanatoka sana. Sawa, ni kweli. Usiku hamna foleni. Usiku hamna jua. Sisikii joto. Sasa na joto la daa hili. Unajua bwana, usiku kuna kazi, kuna hela. Tofauti na weekdays, hizi siku nyingine za Jumatatu. Hizi weekday usiku unafanya nini? Hamna. Lakini kitu. Weekend usiku kuko busy. Yaani usiku kuko hivi. Simu inaita hivi. Na mnajuaga maeneo ambayo ukikai lazima simu inaita. Nafahamu.
Unajua kwa Dar es Salaam? Maeneo. Yeye najua. Tutonye basi. Karibu kazi. Ili wahamie wote. Watu wahamie hapa. Hiyo utanipa ofuea. Ulisema pale mara ya kwanza kuna kujua majira, location na mazingira. Hiyo ni science ambayo unapata ukiwa on ground sasa. Au watu wanakuambia inakuaje? Kwa sababu kama ulivyosema umegundua kwamba weekend usiku kuna biashara sana. Weekdays labda asubuhi watu kaenda kazini, mchana pana dolora labda jioni wakiwa wanarudi. Hiyo unaipata ukiwa kazini sasa hii. Uzoefu wa namna hii. Yani kadri unavyofanya kazi unakuwa unafahamu. Yani kwa mfano mimi hapa labda nikiwasha Bolt. Labda kuna maeneo unajua hapa. Kuna yani sijui nisemeje. Yani inakuja tu yenyewe automatic unakuwa unafahamu. Yani unajua sehemu fulani kuna kazi, sehemu fulani movement ni nyingi. Kwa mfano labda Sinza wewe unakosaje? Yani kwa mfano Sinza, tuseme Sinza. Sinza kwanza Sinza, hawalali. Sinza. Hawalali. Bata Wavivu kutembea. Yani hawatembei kule, sio wanaume sio wanawake. Sinza sio wanaume sio wanawake. Kutembea wavivu, lakini pia ndio kinachosababisha pia jua ni kali sana. Kwa mtu anaanza nitembea hapa mpaka pale. Na kati naweza request wajaji chapu inakuja. Kwa hiyo unakuwa unafahamu maeneo kutokana na uzoefu wangu pia. Nimeshafanya kazi muda mrefu. Kwa hiyo nina uzoefu, ninafahamu. Abiria gani unaenjoy kuwapakia? Wanakupigisha story au wanakuchunia? Au tangu amepanda mpaka nimefika. Au mtu ambaye mimi naona tu abiria wote. Sema unajua ama nikasema kweli. Sikia nikwambie, sisi wanawake tuna mood tofauti. Yaani kuna siku unaamka tu na kisilani kiko tu automatic. Hujakerwa na mtu? Kwa hiyo mimi pia ni binadamu. Sio kisilani tusikuongelesha. Kwamba tu sasa wewe huwezi jua. Kwa kuna siku unaweza ukakuta yani uko kwenye mood ujisikii kuzungumzishwa kabisa. Sasa hiyo siku ndio unapakia abiria ambao wao wako kwenye mood ya kuongea maswali. Alafu mimi inabidi tu niongee kwa sababu mimi asilimia kubwa abiria ninaowapakia 90% wananishangaa. Kwa hiyo ni lazima wataniuliza maswali. Yani lazima watataka kujua kwa nini unafanya hivi. Yani umewezaje? Watauliza, yani wanakuwa na maswali mengi. Yani kuna mengine unajibu, saa nyingine umechoka lakini itabidi hivyo. Kwa mimi abiria wote abiria tupunguze maswali. Wengine hawakusumbui. Mbona dada ni mrembo mzuri. Vipi, naomba namba yako. Hasa akini request tayari automatic usumbuki baadaye useme anaomba namba ni mzemba kutumia nani Bolt. Sio? Hawakusumbui manka upate usumbufu. Unajua usumbufu sio tu kwenye bajaji, hata manka walioko maofisini hata mimi nasumbuka manka, hebu tuambie ukweli bwana. Usumbufu bwana, usumbufu upo kwa sehemu yake. Sio hivyo. Na ukiendekeza unazidi. Unajua mtu namna utakavyomchukulia ndivyo atakavyo. Kwa mtu anaweza akakutest aone huyu mtu ana namna gani. Kwa wewe utakavyomjibu mtu pale pale anajua hapa tayari. Au hapa na huyu mlokole, ngoja tuachane naye huyu. Hivyo. Okay. Kuna changamoto wewe kuipata kwenye bajaji hasa kwa kazi zako, aidha mchana, asubuhi ama ni usiku? Changamoto za kwangu mimi pako karudi nyumbani akasema Mungu bwana niache hii kazi. Mimi changamoto sijawahi kukutana ya kunifanya hadi nijute kuacha kazi. Ila usiku nakutanaga na changamoto za wadada, yani wadada hawa mabinti ambao unakuta wamesimama barabarani na wako ofisini. Wadada wanaojiuza sana. Sasa sijuagi ni wanakuwa wanajiuza, lakini wanao ni request saa nyingine. Kuna siku nishapata changamoto tena sio siku nyingi. Binti tu kadogodogo aliyerequest ni mkaka mtu mzima yuko na kabinti kadunchu. Nikawachukua, nilikuwa siwapeleki mbali, lakini wakati wako kwenye bajaji yule binti kama kawa ananipa ishara, ananifinya yani nilikasirika. Afu usiku saa 7 fulani hivi nikageuka nikamwambia wewe binti, kwa nini unanifinya afu ni mkadogo, yani nakamudu kwa sababu ni kadogo. Kuna namna alinipa ishara nikahisi huyu ana shida. Mimi nilichokifanya nikaenda, najua mitaa. Nikaingia mtaa ambao najua anapika chips na anakuaga muda mrefu. Kweli nikakuta kuna watu, nikawapita tu mbele ya wale watu nikasimama. Nikamwambia kaka, request yako bwana mimi sielewi barabara. Uzuri alikuwa ameelewa yule kaka. Wewe dada ueleweke sipini nini, nikamwambia yani nikamchenchia nikamkali. Kuna muda anakuaga mkali.
Nikamwambia mimi naishia hapa bwana, sielewi barabara unazoenda. Haya, end trip akanilipa nauli yangu, nikageuka. Lakini nikageuka, nikapita wale watu nikasimama. Kwa sababu ile binti nakaa anakuja wanabishana, sio huko. Kwa mimi lengo la kusimama yule binti nimsaidie kama atanipita pale. Dakika kama yani ndani ya nusu dakika nikasikia kelele, anapigwa na yule kaka. Nikamwambia wale tukamsaidieni yule dada. Kulikuwa na wakaka pale. Ndio kwenda kumtoa pale, eka nini, baadaye nikamchukua ile binti. Hana nauli. Yani anakoenda anakaa Mbezi Beach, hapo ni Sinza. Hana hata 100. Dada nisamee. Yani sasa nikaa mkali kwake. Nikamwambia kwa nini? Haya unatoka usiku, huna hela. Kwa nini unatoka? Ni lazima utoke. Nilikuwa na marafiki zangu sijui wamenikimbia sijui kitu gani. Nauli hana. Kwa nikamsaidia nauli. Nikamsogeza hadi Mwenge, nikampa na nauli ya bodaboda, nikamwambia upande. Kwa changamoto za design hiyo uoga nakutana nazo, nakuta hawa mabinti ambao sijui ni simu wanajiuza. Maana mimi wameni request, siwezi kujua kama ni anajiuza au ni nini. Lakini hawa mabinti ambao wanapenda kutoka usiku. Wanakutana na wanaume wanakuwa chenchia nini. Lakini kama liko ndani ya uwezo wangu, uoga natafuta msaada kwa watu wengine. Lakini mimi kufanywa jambo baya. Ushakubeba walevi wa usiku? Sana. Hawakusumbui wale kwenye kulipa kwa sababu wanakuona labda ni mwanamke? Walevi wanatipu sana. Hii ni petano hii. Hii ni petano. Walevi wanafanyaje? Wanatipu sana. No. Au ni kwa sababu fresh. Begani. Lakini hapo nani Manka kama unakula sana na tipu. Sana. Kwa sababu unajua pia hata mimi naona. Sasa ndio utakubaliana na mimi Sam kwa nini anafanya kazi usiku. Nashindwa utanielewa. Na hata mchana hivi nikimrequest 8,500. Eti nikae nasubiria buku na 500 kweli na keep change. Hizi tunakutanazo sana hizi. Tipu kiukweli, tipu napata sana kwa wadada, kwa baba napata sana. Saa nyingine hata kwa watoto, kaka nipenda tu, yuko na mama yake pale. Mwanangu akupenda hiyo. Kaanza mapema. Kupendwa raha. Sababu mjinga huyo. Kati ya wanaume na wanawake hapa ndio sana tipu. Mimi naona wote sijui. Hamnaga wote. Unajua kwa sababu gani? Ndio. Ni wote kwa sababu aina ya kazi ninayofanya hata wanawake nao wanakupa kama support kwao afu wanafurahia. Kwa hiyo kuni support ni yani ni jambo ambalo unasupportiwa na watu wote. Hususan unakuta kama nina abiria wangu hususan ikifika labda sikukuu. Dabajaji, angalia muamala nimekutumia hela ya unywe soda, uanunue toto soda, pikia toto pilau hivyo. Kwa hiyo mimi support napata saa nyingine hata nje ya kazi. Umejenga mahusiano nao vizuri kwa hiyo. Najitahidi sana kujenga mahusiano mazuri kati yangu mimi na abiria wangu. Kuna wale abiria ambao wao ni kama yani ni staff kabisa washakuwa. Inawezekana yeye hata kama yeye hapandi, ama ipi naomba nani Manka naomba nichukulie mzigo, dukani nipelekee nyumbani. Wapo wengine kabisa ni familia, yani tumeshakuwa familia kabisa. Wapo yani hivyo. Tukiwa tunamalizia Sam pamoja na Happiness au Manka. Kwenye hii kazi yako kuna wengine wadada wengine wanakutazama sasa hivi. Inawezekana wanashangaa lakini kuna wengine wanafurahia. Tukiwa tunamalizia unawaambia nini wadada wengine ambao wanachagua kazi? Yani kwamba hii kufanya. Lakini je, unajiona ukiwa kwenye bajaji miaka 5 ijayo? Maana nikikuangalia hivi naona kama unaenda kuendesha basi hivi. Kiukweli mimi nitakachoweza kuwashauri wadada wasichague kazi. Kwanza maisha hayaturuhusu kuchagua kazi. Maisha sasa hivi hayaruhusu kuchagua kazi. Jitafute. Unaweza ukawa huwezi kuendesha bajaji, lakini waza unaweza kufanya kitu gani? Unajua kuna wadada wanapaka rangi nyumba. Unaweza ukafanya kazi ya aina yoyote. Ila jitahidi ufanye kazi halali, usiwe mvivu, usikae nyumbani. Alafu kitu kimoja watu hawajuagi, hela yako jamani tamu. Yani hela yangu unipangie masharti. Hela ya kupewa, nakuomba hela ya saluni. Ila hela ya mpenzi. Unataka niende saluni. Ila hela ya mpenzi. Yako tena. Tanzania. Lakini sema unajua mara nyingi wanawake hatunaga hela. Okay, sawa. Sisi Samu nasemaje kuna hilo? Sisi hela tunatoa wapi?
Mike nasumbua. Mike nasumbua. Yani of course wanawake waga hatuna hela. Always mnasema hivyo. Hatunaga. Yani hata mkiwa nazo hamwezi kukubali. Tunakuwa nazo tunatoa wapi? Kwa bajaji. Hatunaga. Lakini watu tuache kuchagua kazi, tufanye kazi, tujitume, tujitafute, kwa sababu sasa hivi ukiangalia sasa hivi wanawake na wanaume, wanawake sasa hivi wameamka, yani wameamka. Afu wanawake sasa hivi yani sio tegemezi tena kama miaka ya nyuma. Usikubali mwanaume anakuweka nyumbani kwamba hamna kufanya kazi, usikubali. Huyo mwanaume hakupendi. Mtu anayekupenda atahitaji kukusapoti, atahitaji kuona na wewe na kitu kina kusaidia kwa maisha ya kesho. Kwa mimi naweza nikawashauri msichague kazi, tufanye kazi, tujitume na tujitunze. Kuna wanawake wenzako ambao mnawafahamu hapa dao wanaendesha bajaji? Ninawafahamu, nafikiri kama wawili. Wawili, yeah. Ambao wanafanya wao wanaendesha bajaji. Sema mmoja anapenda kujika ile kijikedume. Lakini hiyo sidhani kama ni nzuri sana. Unaweza ukafanya bajaji na ukabakia kama mwanamke, ukabakia na mwanamke wako na usichana wako kama ulivyo. Unaenda saluni, unajiremba, shughuli imetokea, heels kama zote hivyo. Yani kuwa dereva bajaji isikufanye ukabadilika ukawa na muonekano wa kiume, ukawa na tabia zile za kiume. Hapana, isiwe hivyo. Fanya kazi, bakia na jinsia yako, bakia na majukumu yako kama mwanamke. Haya, tumemaliza. Salamu la mwisho labda kwa Manka. Mimi nimpongeze. Sawa. Kwa namna ambavyo amekuwa akionyesha mfano. Sawa. Kuonyesha njia. Manka ni mbegu ya wanawake wengi. Naam. Watakuja kuchipukia kwenye kufanya kazi kama hii ya bajaji inayoonekana. Lakini pia upo Instagram. Ndio. Dada Bajaji. Natumia Dada Bajaji official. Takurequest. Manka, kwa kumaliza, unajiona miaka 5 kwenye bajaji au vision yako ni kwenda kuendesha magari makubwa au hizi Skasveta, unawaza nini? Kifupi. Nitatoka. Siwezi nikakaa kwenye bajaji muda wote, kwa sababu pia mimi nimesoma NIT. Nimesoma nafikiri sasa ni wakati wangu wa kutoka kwenda hatua nyingine. Safi. Kwa sababu pia nimesoma VIP 2. Nimesoma udereva wa viongozi kwenye mashirika. Labda nitaenda zaidi. Safi. Kwa wewe ambaye unatutazama ni mwanadada hapo nyumbani, acha uvivu. Acha uvivu, fanya kazi. Umeambiwa sasa hivi, ameongea Manka vizuri kwamba usichague kazi. Toka nyumbani, nenda katafute kazi. Asante kwa kututazama Kabrasha kupitia Jehova Jireh TV, lakini asante kwa kutazama kupitia YouTube. Mungu akubariki. Until next time, hapa kwenye Kabrasha. Waache kudanga. Waache? Kudanga.